Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu watawala wanayeitawala siku ya Alhamisi, na nakuletea elimu uweze kufahamu masaa hatari zaidi na masaa mazuri katika siku ya Alhamis. Siku ya Alhamis inatawaliwa na Mushtara, na sayari inayotawala siku ya Alhamis inafahamika kwa jina la Jupiter. Sayari hii iko katika mbingu ya sita, na sayari hii ya Jupiter inaitembelea kila nyota katika miezi 13 na inaitembelea kila sayari kwa miaka 13. Mtume Muhammad mtukufu wa daraja alipoitembelea mbingu ya sita alimkuta Nabii Musa alayhi salam. Siku ya Alhamisi inatawaliwa na Mushtara. Malaika anayeitawala siku ya Alhamis anafahamika kwa jina la Israfil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia uzima na uhai, nitakuja kumwelezea kwa undani zaidi malaika Israfil. Malaika huyu ndiye atakaye kuja kupuliza baragumu siku ya Kiyama, na jini anaitawala siku ya Alhamis anafahamika kwa jina la Shamhurush. Jini huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia wasaa, nitakuja kumwelezea kwa undani zaidi pamoja na kazi zake. Nyota inayotawala siku ya Mushtara, siku ya Alhamis, ni nyota mbili tu. Nyota ya kwanza ni nyota ya samaki. Ni mtu anayeanzia na herufi L au herufi X. Na nyota ya pili inayotawaliwa na nyota ya Mushtara ni nyota ya mshale. Ni watu wanayeanzia na herufi I au mtu anayeanzia na herufi U. Kwa yule mtu ambaye anapitia madhila, anapitia mitihani, anapitia dhiki, kila analokuwa analifanya katika maisha yake linakosa umalizikiaji. Akifanya jambo hili unatokea mtihani huu, akishika hiki kinatokea hiki, akifanya hili latokea lile. Amekuwa ni mtu mwenye kuvuja jasho usiku na mchana, anapambania ndoto ya mafanikio yake, anakuwa hafanikiwi. Na kwa yule mtu ambaye anaandamwa na kesi, amesingiziwa kesi, anatumikia kifungo ambacho hakimuhusu, au kwa yule mtu ambaye ana magomvi na mkewe, kila wakati magomvi, ndani ya ndoa hakuna amani, nyumba inawaka moto, au kwa yule mtu ambaye hana amani katika mahusiano yake ya kimapenzi, anahitaji kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Inapofika siku ya Alhamis, unatakiwa usome nyiradi hii kama unahitaji kuondokana na madhila. Uyataje majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya Kabir, ya Mutaal, ya Kabir, ya Mutaal. Utataja majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu mara 1777. Je, ni masaa yapi 24 ambaye ni hatari na masaa mazuri katika siku ya Alhamis?
Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambayo nitakuwa nazitoa. Katika siku ya Alhamis, siku ya Mushtara, katika muda wa saa 1 ya asubuhi na saa 1 ya usiku, ni saa ya kuandika makombe ya mahaba. Kwa yule mtu anahitaji kuandika kombe la mahaba kwa ajili ya mpenzi wake, aidha kumvuta mpenzi aliyemwacha amrudishe katika himaya yake, au amtengenezee kombe la limbwata la kumfunga mke au mume mjeuri ili aweze kumtii na kumsikiliza, basi ni saa zuri sana la kuandika kombe la mahaba. Na katika siku ya Alhamis, katika muda wa saa 2 ya asubuhi na saa 2 ya usiku, ni lisaa la wasiwasi, mtu kuingiwa na hofu. Yaani ukihitaji kufanya kitu lazima uingiwe na hofu. Na katika siku ya Alhamis, katika muda wa saa 3 ya asubuhi na saa 3 ya usiku, ni saa ya kuianza safari. Na ukianzisha safari ya aina yoyote, basi safari yako itakuwa ni yenye kheri na yenye kufanikiwa. Na katika siku ya Alhamisi, katika muda wa saa 4 ya asubuhi na saa 4 ya usiku, ni saa ya wakubwa, ni saa ya majini kufanya kazi zao, na ni saa ya majini kufanya maombi ya kuondosha shida zao mbalimbali. Kwa hiyo inapofika siku ya Alhamis muda wa saa 4, basi ni saa ya wakubwa. Unatakiwa uwe makini wewe mwenyewe pia kufanya dua zako, kuzielekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akukinge na shari zinazoonekana na zisizoonekana. Siku ya Alhamis, katika muda wa saa 5 ya asubuhi na saa 5 ya usiku, ni lisaa la kuvurugika kwa ndoa. Hivyo kama we ni mwanamke au ni mwanaume unahitaji kufanya mazungumzo na mpenzi ule naye, hakika usifanye naye mazungumzo, mnaweza mkapishana Kiswahili. Na pia watu wabaya wanatumia sana muda wa saa 5 kutenganisha wapendanao wanayependana na kuwaingiza katika migogoro. Siku ya Alhamis, katika muda wa saa 6 ya mchana na saa 6 ya usiku, basi ni saa ya mahaba. Kwa wale watu ambaye wanahitaji kurekebisha uhusiano wao uendelee kuwa vizuri zaidi na zaidi, basi ni muda wa mahaba. Na kwa yule mtu ambaye ameachana na mpenzi aliye naye lakini bado anampenda, anahitaji kumrejesha katika mikono yake, basi akitumia dawa sahihi za kuchoma, za mivuto, za kumnuizia, basi hakika atarudi. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kukoga dawa za mahaba za kupendwa na mpenzi wake, basi ni muda sahihi, muda wa saa 6 ya mchana na saa 6 ya usiku. Na katika siku ya Alhamisi, katika muda wa saa 7 ya mchana na saa 7 ya usiku, ni saa ambayo ya kuangamiza mashetani. Kwa yule mtu ambaye anasumbuka na mashetani, na maanisha mapepo machafu yamekuwa yakimvurugia maisha yake, majini mahaba, macheketu, majini maiti, mavisoke, unahitaji kuyaondosha katika mwili wako au katika maisha yako yasikusumbue, yanakuvurugia mipango ya maisha yako, basi ukitumia dawa sahihi, basi yale mashetani yatakuwa ni yenye kukimbia. Na hata kama nyumba yako inakuwa ni yenye mitihani, inaandamwa na mauzauza, ukitumia mafusho sahihi ya kuchoma katika nyumba, basi mashetani machafu yatakuwa ni yenye kukimbia. Na pia katika siku ya Alhamisi, katika muda wa saa 8 ya mchana na saa 8 ya usiku, pia ni lisaa zuri
la mahaba kwa yule mtu anahitaji kuboresha mahusiano yake ya kimapenzi yaendelee kuwa na mvuto zaidi na zaidi, basi ukitumia dawa za kukoga za mvuto wa mapenzi, basi utapendwa zaidi. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuzungumza na mpenzi wake, kupanga naye jambo la msingi katika maisha yao, basi ni saa zuri zaidi. Na kwa yule mtu anahitaji kufunga ndoa, pia ni saa zuri pia la kufunga ndoa. Na kwa yule mtu anahitaji kumrejesha mpenzi wake ambaye wametengana, basi ni saa zuri pia, saa 8 ya mchana na saa 8 ya usiku. Aidha ukachoma dawa za mivuto kumnuiza mpenzi ule naye, basi ndivyo atakavyokuwa, atakupenda na kukusikiliza. Na pia kama utafanya nyiradi mbalimbali za kumshtakia Mwenyezi Mungu katika mahusiano yako ya kimapenzi, unahitaji upendo uongezeke au hakuna amani, unahitaji amani iwepo, basi ndivyo itakavyokuwa. Katika siku ya Alhamisi katika muda wa saa 9 ya mchana na saa 9 ya usiku ni saa la kufarakanisha maadui. Kama una maadui wamekuingilia katika mamlaka ya kazi zako, au maadui umeingilia familia yako, wanakuvurugia mipango yako na unawafahamu au huwafahamu, basi ni saa nzuri sana ya kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama utatumia azkar sahihi, basi hakika wale maadui watafarakana. Na kama utatumia dawa sahihi za kuwafarakanisha maadui na kikundi chao, basi watafarakana kama utapata dawa sahihi. Na katika siku ya Alhamisi katika muda wa saa 10 ya jioni na saa 10 ya usiku ni saa la kuvunjika kwa ndoa. Watu wabaya wanatumia sana kuwafarakanisha wanandoa au kuwatenganisha wapendanao au kuwatenganisha ndugu baina ya mtu na mtu. Ili saa sio saa zuri zaidi la kuzungumza na ndugu, rafiki, hata na mpenzi ule naye. Unatakiwa ukae naye mbali, na ni saa la kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge na shari za kishetani na shari za kichawi ili mahusiano yako yasivurugike. Au ni saa la kukoga dawa za kinga za kukinga mwili wako, kukinga ndoa yako isije ikavurugika kama utapata dawa sahihi. Katika siku ya Alhamis katika muda wa saa 11 jioni na saa 11 kuamkia siku nyingine ni lisaa la mahaba, ni lisaa la mapenzi, la kukoga dawa za mapenzi, kumvuta mpenzi aliye mbali au kumfanya mpenzi wako akupende zaidi, au kutengeneza dawa ya limbwata ya kumfunga mke au mume ambaye ni mkorofi, unahitaji kusikilize. Na pia ni lisaa la kufanya mazungumzo ya mapenzi, mazungumzo muhimu baina yako wewe na mpenzi uliye naye. Na ni lisaa zuri pia la kufunga ndoa. Na pia ni saa nzuri pia kama utatumia dawa za kumvuta mpenzi aliyekuacha, ameanzisha mahusiano na mtu mwingine na wewe bado unamhitaji, basi ni saa nzuri sana kama utapata dawa za kumchomea, ukamnuiza au ukamrejesha, ukamkogea dawa za mivuto, basi ndivyo itakavyokuwa. Katika siku ya Alhamisi katika muda wa masaa ya saa 12 ya jioni na saa 12 ya kuamkia siku nyingine pia ni saa ya mapenzi. Kama unavyoiona hapa, ofisi yangu Daktari Musa ina kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mvuto wa biashara na kuna dawa za mvuto wa mapenzi wa kufanya upendwe na uheshimike kwa mpenzi uliye naye. Na pia nina dawa za kuondoa mikosi pamoja na nuksi. Na pia nina dawa za kufanya uheshimike kila kona ya dunia utakayopita. Na nina dawa pia za kupandisha nyota yako na kusafisha nyota yako na pia wa kupendwa. Basi na kila aina za dawa ofisini kwangu hapa. Kama unahitaji kumiliki pete, na maanisha pete original,
pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Unahitaji pia kumiliki pete original, pete ya majini iliyofanyiwa kafara mbalimbali ya viumbe, na unahitaji pia kuwa ni mtu mwenye kibali kupitia kazi unayoifanya, uheshimike. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au baba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kuondokana na maisha ya dhiki? Unahitaji kufanya tiba? Kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.